Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Iringa. Moto mkubwa ambao chanzo chake bado hakijafahamika umeteketeza maduka 20 ya wafanyabiashara wa bidhaa za kitalii katika eneo la Garden lililopo kwenye viunga vya halmashauri ya manispaa Iringa na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara hao. Eneo hilo ambalo ni mali ya halmashauri ya manispaa Iringa linalokadiriwa kuwa na wafanyabiashara wa bidhaa za utalii wasiopungua 50, ambapo baadhi yao wamepoteza mali zao kufuatia tukio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la tukio, mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amesema moto huo ulizuka ghafla majira saa 5 usiku wa tarehe 15 Machi 2026, huku chanzo chake kikiwa bado hakijafahamika. Usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Habari za usiku. Kwa majina naitwa Benjamin Sita, mkuu wa wilaya Iringa. Ni kwa bahati mbaya sana majira ya saa 5 kwenye eneo letu ambalo liko katikati ya mji, eneo linalomilikiwa na halmashauri ya manispaa Iringa, eneo linaloitwa Garden. Majira ya saa 5 usiku kulizuka moto mkali ambao chanzo bado hatujajua, lakini moto huo umeteketeza mabanda mengi yaliyoko upande huo. Mabanda hayo yalikuwa ni wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanauza bidhaa ndogo ndogo kwa ajili ya utalii. Kama mnavyojua, ukanda wetu huu ni ukanda wa utalii. Kwa bahati mbaya sana mabanda hayo yote yameteketea na bidhaa zote zilizoko ndani. Mpaka sasa tunavyoongea, wenzetu wa jeshi la zimamoto wamejitahidi kupambana nao, lakini kwa bahati mbaya mabanda karibia yote yameteketea. Mpaka sasa tunaendelea na kufanya tathmini na kuona nini chanzo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hakuna mtu aliyepata madhara, lakini hasara ni kubwa kwa sababu wengi hapa walipata mikopo ya wajasiriamali wadogo wadogo almaarufu mikopo ya wanawake, vijana na walemavu. Kwa hiyo kuna hasara kubwa ambayo bado tunaifanyia tathmini na kuona nini chanzo na namna gani tunaweza kwenda mbele. Jinsi tutakavyoweza kupata taarifa zaidi, tutawapa taarifa zaidi. Laskiu Kibodia ni mmoja kati ya wamiliki wa maduka haya ya vinyago hapa Iringa Masai Market. Soko letu limeungua kama hivi mnavyoona. Sababu mpaka sasa bado hatujajua, lakini soko limeungua. Duka langu ni hili la mwanzo kabisa na maduka mengine kuendelea au wanaendelea kujaribu kuokoa. Hapa tuko kama watu 50, lakini tuliopata madhara na hisi watu kama maduka kama 13 14. Kwa majina naitwa Musa Julius Onesmo, ni mwenyekiti wa Iringa Masai Market. Tumepata na hii hadha kwa hii changamoto ambayo imetokea mpaka duka hili unaoliona hapo ni duka namba 19. Kwa athari ya maduka yaliyotokea mpaka sasa ni kama maduka 20. Kwa hiyo changamoto ya duka hapa limeonekana, maana mimi nimekuwa mtu wa kwanza kama kiongozi kufika hapa kupigiwa na ofisi ya ulinzi wa kampuni wa Leo Group wanaotulindia, wamenipigia likiwa linawaka duka moja, lakini tukapigia simu kutoka fire na pia nikaenda moja kwa moja kwa sababu ni jirani hapa na fire. Wamekuja, lakini juhudi zao wameendelea kupambana. Ilikuwa tu maduka mawili, lakini zinaonekana ziligonga mwamba, lakini bado wamezidi kupambana mpaka sasa hizi. Lakini athari watu waliopata, athari ni watu wengi wamepoteza mali zao na kipindi kigumu kama hichi cha low season. Kwa hiyo watu wamepitia changamoto kubwa sana. Kuanzia sasa na waona wanachama wangu kwenye wakati mgumu sana mpaka sasa hizi. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.